Baraza la makanisa nchini NCCK limetoa mapendekezo 7 kwa serikali za kaunti na serikali ya kitaifa likitaka mapendekezo hayo kutekelezwa. Kati ya mapendekezo hayo ni pamoja na kuboreshwa kwa sekta ya afya, kutatuliwa kwa mizozo ya ardhi, ukosefu wa maji, mzozo baina ya binadamu na wanyamapori kanda ya Pwani, miongoni mwa mapendekezo mengine. Mwanahabari wetu Mwahoka Mtumi ana kina cha taarifa hiyo. Katika kikao na wanahabari baada ya kongamano la siku 2 lililoandaliwa mjini Kilifi na kujumuisha viongozi wa baraza hilo la NCCK tawi la Pwani, viongozi hao wamesisitiza haja ya kutatuliwa kwa masuala hayo 7. Kongamano hilo ambalo pia limejumuisha wawakilishi wa vijana na akina mama limetaka swala tata la usalama kutatuliwa, kuboreshwa kwa sekta ya afya, wakazi kupewa hati miliki pamoja na mihadarati kukomeshwa Pwani. Mwenyekiti wa baraza hilo kanda ya Pwani, Askofu Peter Mwero, amesema kama viongozi hawatarudi nyuma hadi masuala hayo kutatuliwa, akiweka wazi kwamba watahakikisha viongozi wa serikali za kaunti na kitaifa wanashirikishwa. Wale viongozi wanaowakilisha kaunti zetu watakuwa na majadiliano na wale viongozi wa kaunti na hata katika serikali kuu katika masuala mbalimbali ambayo yametoja hapa. Solutions zetu ziwe zinaangalia the entire chain ya madawa, wale wanaouza, wale wanaozileta, wale wanaofanya hiyo biashara, pia nao waweze kuchukuliwa sheria za serikali. Viongozi hao wametaka swala la ukosefu wa usalama Pwani kuimarishwa na idara ya usalama kuhakikisha na kabiliana kikamilifu na magenge ya kihalifu ya mawoza na yale ya vipanga kaunti ya Kwale. Tunasema kwamba taasisi husika na zile kamati za usalama katika kila kaunti na katika mkoa huu waweze kuhakikisha kwamba swala hili la usalama linashughulikiwa. Since healthcare is a devolved function, we call on our county governments to prioritize equipping of health facilities, ensuring availability of affordable medication, strengthen vaccination programs, and enhance preparedness for climate-linked health emergencies. Mwakilishi wa kina mama katika baraza hilo kanda ya Pwani, Priscilla Moira, amesisitiza haja ya serikali za kaunti kuliangazia swala ukosefu wa maji, akisema imekuwa changamoto kubwa kwa wakazi. We call for investments in boreholes, clean energy powered water pumping system, and improved service delivery by water companies to ensure every household has access to clean and affordable water. Mwakilishi wa vijana katika baraza hilo kanda ya Pwani, Veloria Shali, ametaka tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuhakikisha inajiandaa vyema na kuhakikisha wananchi wanakuwa na imani na utendakazi wao, akiwataka pia vijana kujisajili kama wapiga kura. We therefore urge the IEBC to rebuild confidence through transparent processes, credible voter registration, and strict enforcement of electoral laws, including barring candidates implicated in electoral offences. We also call on all eligible citizens, especially the young people, to register as voters and turn out in large numbers to vote. Mwahoka Mtumi, Coco TV.